Naitwa Muombe Kiprosper Gelvas, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tukiongea kuhusu maandamano yaliyofanywa na vijana wenzetu, kwa kweli tuseme wamekosea. Kama serikali tunaomba vijana wote waliofanya hivyo wasamehewe tu, kwa sababu kwanza ndio mara ya kwanza. Kama tutakuwa wameshawishiwa labda hapa na pale, tuseme tumefanya makosa. Kwa hiyo kama Mheshimiwa Rais awasamehe vijana walioko ndani watoke. Na wale waliozuliwa ndio hivyo, lakini waliopa nawaombea kama radhi, kwa sababu hatarudia. Tumeona madhara ya kufungiwa ndani. Asema kwamba tumefungiwa ndani, wengi tulikuwa hatujajipanga. Ni kama tumekurupuka. Tulikuwa hatujajipanga, tulikuwa hatuna vyakula, hatuna pesa ya kujikimu. Kwa hiyo tumeathirika zaidi sana kama si wenye familia, kwa sababu vijana wengi hatuwezi kujua aidha walikuwa na majukumu au hawana majukumu. Kama sisi wenye majukumu tumeathirika sana, kulisha watoto siku 5 wako pale nyumbani. Hela nyingi inatoka bila mpangilio, kwa sababu inakuwa haina mahesabu, kwa sababu koja ipangia ili itoke kwa wakati huo huo. Kwa jina naitwa Baraka Omar Nyange, ni mkazi wa Dar es Salaam. Kiukweli haya maandamano yametuasili kwa sana, kwa sababu maisha Dar es Salaam jinsi yalivyo, ukiamka ndo maisha yanaenda. Maana yake kwa siku ambazo tulizokuwa ndani ilikuwa ni changamoto kubwa. Labda kidogo nafuku kwa watu ambao walikuwa vijijini, kidogo kulikuwa na nafuu kwa sababu wao wanapolima, kuna ule msimu wanalima afu then wanakuwa ndani. Lakini kwa wadau ukitoka ndo maisha yanaenda. Kwamba hatukujua kinachukua kwa sababu Tanzania kawaida uchaguzi unavyoisha amani na kuwepo, maisha kawaida yanaendelea. Kwa hiyo bado uchaguzi kuisha, sisi kama kawaida tukajua maisha yanaendelea. Kwa hiyo kilichotokea kilitusikitisha na kilitushangaza, kwa sababu sio utamaduni wetu. Sisi kama Tanzania sio mbaya kutoa maoni kwenye mtandao wa kijamii, lakini maoni yetu yawe na mipaka, kwa sababu hii nchi ni ya kwetu. Miundombinu iliharibika ni ya Watanzania. Kwa hiyo tunapoharibu miundombinu ambayo tunatumia sisi, maana yake tunajiumiza sisi wenyewe. Uchumi wetu tunauharibu.